السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadahullah taala bin Asal Aziz anasema katika jumuiya siku hizi kuhusiana na Hadhrat Musleh Maud alayhi salatu wasalam mikutano inafanyika. Bishara iliyofanywa kuhusu mwana aliyeahidiwa, katika bishara hii Mwenyezi Mungu alimbashiria Sinam alayhi salatu wasalam kuhusu mwana aliyeahidiwa. Katika bishara ile Mungu alisema kwamba huyu mtoto atakuwa na sifa na atakuwa na umri mrefu na ataendeleza kazi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Bishara hii ilitolewa tarehe 20 Februari 1886. Bishara hii inathibitisha msaada wa Mwenyezi Mungu uliokuwa pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasalam, na muda uliowekwa kwa ajili ya kuzaliwa kwa mtoto huyo sawa na bishara ile. Mtoto huyo alizaliwa tarehe 12 Januari 1889, na huyu mtoto aliyeahidiwa alipewa jina la Mirza Bashiruddin Mahmud. Huyu mwana aliahidiwa baada ya kufariki kwa halifa wa kwanza. Aliteuliwa kuwa halifa mtukufu. Sasa hivi katika hutuba hii ya leo mimi nitaeleza matukio mbalimbali ya maisha ya mwana aliyeahidiwa, lakini kabla sijaeleza matukio haya katika maneno ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, nataka kueleza umuhimu wa bishara hii, na mimi nitaeleza maelezo yote aliyoeleza kuhusu mwana aliyeahidiwa. Bishara hii ilikuwa si kuzaliwa kwa mwana aliyeahidiwa, bali bishara hii ilikuwa bishara adhimu kiasi hiki kwamba kwa sababu ya kuja kwa mtoto huyu mapinduzi yatapatikana. Kuhusiana na kuzaliwa kwa mtoto huyu, Sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa majibu ya wale walikuwa wakileta shutuma dhidi ya bishara hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema inatakiwa mtu azingatie vizuri, yani Sayyidina alayhi salam anasema mtu anatakiwa azingatie vizuri na asome vizuri,
kwamba bishara hii si bishara tu bali ni nishani za mbinguni. Mwenyezi Mungu ameleta nishani hii kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa mtume wetu Muhammad, mpendwa wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hakika nishani hii ilikuwa bora zaidi kuliko kufufua mfu, yani bishara hii ni kubwa zaidi kuliko kumfufua mtu aliyefariki. Na sawa na bishara hii, kwa kupitia maombi Mungu alipanga roho aletwe, na kama manabii wa zamani walikuwa wakileta roho kwa kupitia maombi yao, lakini roho iliyoletwa na Isa, watu wanakuwa na maswali mengi sana. vile imeandikwa kwamba yule mfu alikuwa akihuishwa alikuwa akikaa kwa muda mfupi tu, baadaye alikuwa akirudi katika hali yake ya zamani. yaani yule mfu alikuwa akihuishwa alikuwa hakai kwa muda mrefu, na kwa sababu ya kazi hii watu wa dunia walikuwa hawapati faida hata kidogo. hata yeye mwenyewe pia alikuwa hapati faida, wala kazi hii ilikuwa haileti bishara kwa ajili ya watu. basi ikiwa kwa kupitia maombi ya Yesu Kristo kuna roho ilikuja duniani, basi kuja kwake ilikuwa kama haina faida. hata kama roho ile iliyoletwa na Yesu Kristo, roho ile ingebaki katika mwili wa mtu, roho ile isingeweza kuleta faida kwa ajili ya dunia. Sayyidina Alayhi Salam anasema katika bishara hii niliyopewa mimi kwamba ikiwa zamani watu walikuwa wakifufuliwa walikuwa watu wa kawaida, lakini katika bishara hii kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa baraka zake Mwenyezi Mungu kwa kupokea maombi yangu ameniahidi kwamba ataleta roho ambayo baraka yake itakuwa imeenea duniani kote. Nishani hii itakuwa sawa na kufufua mtu aliyekufa, lakini mtu akizingatia kwa makini atajua kwamba nishani hii ni bora zaidi kuliko kufufua mfu. Mtu aliyekufa anarudi kwa kupitia maombi, na hapa pia kwa kupitia maombi roho italetwa, yaani kwa kupitia maombi Mungu ataleta roho hii, lakini itakuwa tofauti kubwa sana katika roho hii na ile ya zamani. wale watu ambao wana maradhi mioyoni mwao, wao hawafurahi kwa kuona miujiza ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maandiko haya yaliandikwa katika kitabu kiitwacho Tablighi Risalat. Hazur anasema kwamba kama alivyosema Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwamba roho iliyoombwa ilikuwa si roho ya kawaida, bali hii ilikuwa nishani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa na dua hii na bishara hii, Mungu alitoa bishara kwamba mtoto atazaliwa atakuwa na atakayekuwa na sifa chungu mzima, atapata umri mrefu, atakuwa mwenye akili na ufahamu sana, na atakuwa mwenye shani kubwa sana, mwenye heshima sana. Mataifa yatapata baraka kutoka kwake, na atajazwa na elimu ya kidhahiri na ya kibatini, na atakuwa na elimu ya Qur'ani tukufu kwa undani sana. na yeye kwa kutumia hekima na busara atafanya huduma ya Qur'ani tukufu kiasi hiki kwamba heshima ya Qur'ani tukufu itadhihirika juu ya watu. yeye atawasaidia wale wafungwa katika maisha yake. Maafa mengi yatapatikana duniani na dunia itatetemeka, na yeye atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia. Hazur anasema kwamba
tunaona kwamba wakati wa Hazrat Musleh Maud radhiallahu taala anhu maafa mengi yalitokea katika sura ya vita. Kama vita mbili ilitokea, vita ya kimataifa, na vile vile maafa mengine pia yalipatikana kama ilivyoelezwa katika bishara hii. Basi kiko na swali ya kupata umashuhuri duniani kote. Hazrat Musleh Maud radhiallahu taala anhu alianzisha kazi ya mahubiri kwa njia mpya, na ujumbe wa Islamu ulifika duniani kote na alipata umashuhuri katika kila pembe ya dunia. Sawa na bishara hii, tunakuta kwamba kazi hii inaendelea hata mpaka leo. Sasa hivi kwa kupitia maisha ya Hazrat Musleh Maud radhiallahu taala anhu, mimi nitaeleza mambo kadhaa kuhusu maisha yake. Ikiwa kuna swali la elimu yake, taalimu yake, baada ya kusoma qaida ya sana al-Quran, yeye alisoma masomo ya msingi shuleni, lakini hali ya masomo yake ilikuwa ya aina hii kwamba nyumbani kwake watu mawalimu walikuwa wakija kwa ajili ya kumfundisha. Pir Manzur Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu aliendelea kumfundisha kwa muda mfupi. Walimu walioteuliwa kwa ajili ya kumfundisha Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu nyumbani, mmoja wao alikuwa Pir Manzur Ahmad Sahib. Baadaye Maulvi Sher Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu pia alimfundisha. Lakini mafundisho haya yalikuwa ya aina gani? Kuhusu hii Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala alipoandika kuhusu maisha ya Musleh Maud, alieleza maelezo haya yote. Mimi nataka kueleza maelezo yake aliyoeleza kuhusu masomo ya Hazrat Musleh Maud radhiyallahu taala anhu. alikuwa mwana aliahidiwa. Hazrat Musleh Maud mwenyewe anaandika kuhusu mafundisho yake kwamba Khalifatul Masih wa kwanza amenifanyia ihsani kubwa sana. Yeye alinifundisha, yeye mwenyewe alikuwa daktari, na hali yangu ilikuwa ya aina hii kwamba nilikuwa siwezi kusoma kitabu kwa muda mrefu. Kwa hiyo halifa wa kwanza alikuwa akinikalisha karibu naye na alikuwa akisema, ewe mwana mpendwa, mimi nitaendelea kusoma, wewe uendelea kusikia. Na mimi nilikuwa siwezi kusoma kitabu kwa sababu macho yangu yalikuwa yanaumwa kutoka katika utoto wangu, na miaka 3-4 nilikuwa na maradhi haya ya macho, na macho yangu yaliumia kiasi hiki kwamba daktari alisema kwamba huyu atakosa kuona, hataweza kuona. Kwa kuona hali yangu hii, Sayyidina Alayhi Salam alianza kufanya maombi sana na alianza kufunga saumu ili mimi nipone. Anasema Hazrat Musleh, mimi sikumbuki kwamba alifunga kwa siku ngapi, lakini mimi najua kwamba alifunga saumu 3 au 7, na wakati alipokuwa karibu kufuturu saumu yake ya mwisho na alikuwa ana futuru saumu yake, mimi nikafungua macho yangu na nikasema kwamba mimi nimeshaanza kuona, yani macho yangu yamepona. Lakini kwa sababu ya mashumbuli ya maradhi haya, athari ilikupatikana hii kwamba mimi siwezi kuona kutoka katika jicho langu la kushoto. Mimi naweza kuona njia, lakini siwezi kusoma kitabu. Lakini vile vile kama mtu amekaa mbali kidogo kama futi 3-4 na mimi nimeshawahi kukutana naye, naweza kumtambua. Lakini kama kuna mtu mwingine ambaye sijaweza kukutana naye, siwezi kumtambua huyu amekaa mbele yangu ni nani. Jicho langu la kulia tu linafanya kazi, lakini jicho lile pia lilianza kuumwa sana, na maradhi yalikuwa kiasi hiki kwamba nilikuwa siwezi kulala usiku, nilikuwa nikikesha. Hazrat Masih Maud aliwaambia walimu wangu kwamba huyu mtoto atasoma sawa na hiari yake, yani sawa na uwezo wake. Ikiwa hataki kusoma, basi msimlazimishe yeye, lazima asome, kwa sababu afya yake haimruhusu kwamba asome kwa makini sana.
sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akinisihi kwamba usome tafsiri Qur'ani tukufu na Bukhari kutoka kwa Hadhrat Maulvi Sahib, yani kutoka kwa halifa wa kwanza nisome Bukhari na tafsiri ya Qur'ani tukufu. Pamoja na hii sayyidina alayhi salam alisema kwamba unatakiwa usome kuhusu elimu ya madawa. Mwalimu wetu alikuwa shuleni, alikuwa akiandika maswali katika bodi na mimi nilikuwa siwezi kuona vizuri. Bodi ile ambapo alikuwa akiandika ilikuwa mbali, nilikuwa siwezi kuona pale na nilikuwa nikichoka nikiona kwa muda mrefu. Kwa hiyo niliona kwamba nikikaa darasani ni bure tu. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa siendi shuleni. Na mwalimu akaleta mashtaka mbele ya sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba huyu mtoto haji shule kila siku, anakuja siku moja kisha haji, yani hahudhurii madarasa kila siku. Sayyidina al-Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema mwalimu alipoleta malalamiko kuhusu mimi nilijificha, huenda sayyidina alayhi salam atanikasirikia kwa sababu mimi siendi madrasani. sayyidina alayhi salatu wasalam aliposikia kwamba mwalimu anasema anakuja siku moja shuleni, sayyidina alayhi salam akasema kwamba mimi nakusifu kwa sababu ya ihsani yako kwamba unajali kuhusu mtoto wangu, lakini mimi nafurahi sana kwamba huyu mtoto angalau anaenda siku moja shuleni, lakini sawa na mawazo yangu afya yake haimruhusu aende hata hivi huko shuleni. Na vile vile sayyidina alayhi salatu wasallam akasema kwamba mimi sitampatie kazi ya kufungua duka ili ajue hesabu vizuri. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam pia hakujifunza hisabati wala masahaba zake. Ikiwa yeye anaenda shuleni basi ni vizuri, na pengine umsimlazimishe aende shuleni. Kwa kusema hii yule mwalimu akarudi shuleni na mimi nikaacha kwenda shuleni kabisa. Kwa hivi mimi nilipata masomo kwa njia hii. Mimi katika utoto wangu nilikuwa na maradhi ya macho na vile vile nilikuwa na maradhi ya maini, na nilikuwa nikipewa dawa mara kwa mara kwa ajili ya maradhi haya. Hivyo ndivyo dawa ilikuwa ikipakwa juu ya sehemu ya maradhi, na hivyo ndivyo nilikuwa na maradhi ya tonsils pia. Kwa jumla nilikuwa na maradhi mbalimbali. Nilikuwa nikipata homa, na sayyidina alayhi salam alisema kadiri nataka kusoma asome, asilazimishwe kusoma sana. Kwa kuona hali hii mtu anaweza kujua hali ya elimu yangu ilikuwaje ni katika utoto wangu. Anasema safari moja babu yetu Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib radhiyallahu ta'ala anhu alichukua mtihani ya lugha yangu ya Kiurdu. Hazrat Muslim Maud anasema hata mpaka leo maandishi yangu si mzuri, mtu hawezi kusoma nikiandika. Wakati ule maandishi yangu yalikuwa mbaya kiasi hiki kwamba mtu alikuwa hawezi kusoma niliyoandika. Yeye alifanya juhudi sana aweze kusoma niliyoandika, lakini hakuweza kusoma. Al-Muslim anasema kwamba watoto wangu wengi maandishi yao ni mazuri na maandishi yangu yanafanana na binti yangu Amtu Rashid. Yeye anapoandika watu hawezi kusoma. Hata tuliweka zawadi kama Amtu Rashid mwenyewe ikiwa anaweza kusoma maandishi yake basi atapewa ₹1 zawadi. Hii ndiyo ilikuwa hali ya maandishi yangu. Hata baadhi wakati mimi nikaandika mwenyewe nilikuwa siwezi kusoma niliyoandika. Hii ilikuwa hali ya maandishi yangu. Hazrat Mir Sahib alipoona imtihani yangu, majibu yangu na maandishi yangu akashangaa sana, na
akakasirika sana na alikuwa kidogo tabia ya ukali. Yeye alimjia Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Wakati ule nilikuwa sipo nyumbani na nilikuwa nikiogopa sana kwa sababu ya ukali wake. Wakati yeye alipoleta malalamiko mbele ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu maandishi yangu, nikaogopa kwamba huenda Sayyidina alayhi salatu atanikasirikia. Na Mir Sahib akamjia Sayyidina alayhi salatu wassalam na akasema kama wewe hujali kuhusu masomo ya Mahmud, mimi nilichukua imtihani yake ya Kiurdu, uangalie imtihani yake kwamba maandishi yake ni mbaya kiasi hiki kwamba mtu hawezi kusoma ameandika nini. Katika hali hii yeye akamwambia Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba hujali kuhusu masomo ya mtoto wako na yeye anaendelea kuwa mkubwa. Sayyidina alayhi salam alipomwona yeye amekasirika sana, Sayyidina alayhi salam akamwambia umuite Hazrat Maulvi Saheb. Sayyidina alayhi salam alipokuwa akipata shida yoyote alikuwa akimuita halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu kwa ajili ya kuchukua ushauri wake. Halifa wa kwanza alikuwa akinipenda sana. Halifa wa kwanza akaja na mimi na Hasan Nawab Saheb akasimama ponde moja. Sayyidina alayhi salatu wasalam akamwambia Maulvi Saheb khalifa wa kwanza kwamba mimi nimekuita kwa ajili ya hii kwamba Mir Saheb anasema kwamba Mahmud akiandika hatuwezi kusoma maandishi yake. Mimi nataka tuchukue imtihani ya huyu mtoto, ni vizuri kwamba tufanye imtihani yake. Kwa kusema maneno haya Sayyidina alayhi salatu wasalam akashika kalamu na akaandika maandiko kadhaa na akanipatia na akasema kwamba uandike maandishi haya. Basi hii ilikuwa imtihani kubwa sana alionipatia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mimi kwa uangalifu sana na kwa kufikiria sana niliandika. Aliandika Sayyidina alayhi salatu wasalam. Maandiko yalikuwa si marefu sana na vile vile nilikuwa naandika aliandika yeye mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa mtu anaandika kitu kimeshaandikwa basi inakuwa rahisi. Kwa hiyo mimi niliandika pole pole na niliandika kila neno kwa uangalifu sana. Sayyidina alayhi salam alipoona jinsi nilipokuwa naandika, yeye akasema kwamba nilipata wasiwasi sana wakati Mir Sahib alipoleta malalamiko, lakini maandiko yake yanafanana na maandiko yangu, yani yeye pia anaandika kama mimi. Halifa wa kwanza akasema kwamba huyu Mir Sahib amekasirika, pengine maandishi ya Mahmud ni mzuri. Halifa wa kwanza alikuwa akiniambia kwamba ewe mtoto, afya yako si aina hii kwamba uendelee kusoma, basi uje kwangu nitaendelea kusoma, uendelee kusikia. Kwa hiyo yeye kwanza alinifundisha Qur'an tukufu, baadaye akanifundisha Bukhari. Na jinsi alivyonifundisha Qur'an tukufu ilikuwa hii kwamba alikuwa akisoma Qur'an tukufu na alikuwa akifanya tafsiri yake, na sehemu nyingine alikuwa akitoa maelezo zaidi, na alikuwa akisoma Qur'an tukufu pamoja na tafsiri yake. Alinifundisha hivi na katika miezi mitatu alinifundisha Qur'ani nzima. Na baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salatu wasalam, halifa kwanza akaniambia yani ewe mtoto mpendwa, usome Bukhari kutoka kwangu. Al-Muslab anasema Sayyidina alayhi salam alikuwa akiniambia kwamba nisome Qur'ani na Bukhari kutoka kwa halifa wa kwanza. Kwa hiyo katika maisha yake nilianza kusoma Qur'ani na Bukhari kutoka kwa halifa wa kwanza. Mimi sawa na agizo la Sayyidina alayhi salam nilisoma Qur'an tukufu na Bukhari kutoka kwa halifa kwanza. Na elimu ya matibabu mimi na Mir Ishaq Sahib tulianza kusoma siku ya kwanza. Kuna chekesho kuhusu Mir Sahib kwamba siku ya kwanza tuliposoma masomo, kesho yake tulipokuwa kwenda shuleni, Mir Sahib akamwambia mama yake kwamba uniamshe mapema ili niende duka la dawa na niwapatie wagonjwa matibabu. Kwa hiyo halifa wa kwanza alinifundisha tafsiri ya Qur'an tukufu katika miezi miwili, na baadhi wakati alikuwa akinifundisha juzu nusu na baadhi wakati juzu nzima. Hivyo ndivyo katika miezi miwili mitatu alinifundisha Bukhari Sharif. Siku moja katika mwezi wa Ramadhan alitoa darsa ya Qur'ani tukufu. Katika darsa ile pia mimi nilishiriki.
vile vile nilisoma gazeti kadhaa katika lugha ya Kiarabu. Hii ilikuwa hali ya elimu yangu. Wakati nilipokuwa nasoma masomo haya, Mungu alinionyesha ruya moja, ndoto moja, na ruya ile, ndoto ile ilikuwa kuhusu kuongezeka kwa elimu yangu. Hazur anasema tunaona hutuba ya halifa wa pili, tunaposoma kuhusu hali yake ya masomo ni aina hii, lakini wakati alipokuwa akitoa hutuba na jinsi aliyoandika vitabu, jinsi aliyofanya tafsiri ya Qur'ani tukufu, ni shahidi ya jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu alimfundisha mwenyewe. Bila shaka hii ni dalili kubwa sana, na vile vile ni dalili ya ukweli wa bishara hii. Katika maisha ya Islam alayhi salatu wasalam, jalsa salana iliyofanyika 1906, katika jalsa ile halifa wa pili alitoa hutuba ya kwanza, na wasikilizaji waliathirika sana, wahudhuriaji waliathirika sana kwa kusikia hutuba hii, na athari iliyopatikana kuhusu athari ile, kazi Muhammad Zuhuruddin Sahib ameandika katika makala yake. Anasema huyu ambaye ni nyota wa unabii, ambaye ni Mahmud, aliposimama kutoa hutuba yake kuhusu mada ya ushirikina, mimi niliendelea kusikia hutuba yake kwa makini sana. Nieleze nini, niseme nini, kwamba hutuba yake ilikuwa fusaha na elimu na yenye maarifa sana. Kwa kweli katika umri huu mdogo kutoa hutuba ya aina hii ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Mimi naona kwamba hii pia ni dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa kupitia hii inaweza kuthibitika kwamba halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu alipata malezi mazuri sana. Wakati ule alipopewa malezi, bishara ilikuwa inathibitisha kwamba huyu mtoto iliyosemwa ndani ya bishara kwamba atakuwa haraka haraka, maana yake ilikuwa hii kwamba yeye atashika daraja ya uhalifa. Na halifa wa kwanza pia alihisi hali hii na alishuhudia hali hii, na alisema kwamba Mia Mahmud ana shauku ya dini kiasi hiki kwamba baadhi wakati mimi namwombea sana. Yani Sayyidina Mlasa mwenyewe alisema maneno haya kwamba Mahmud anapenda dini kiasi hiki kwamba mimi namwombea sana. Bila shaka Sayyidina Mlasa alikuwa anafanya dua hii kwamba huyu mtoto awe yule mtoto ambaye ametabiriwa katika bishara ile, na bishara zote zilizotolewa katika bishara ile, bishara zile zote zitimie katika dhati ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Lazima Sayyidina Mlasa alikuwa akifanya maombi ya haya. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib rahimahullah ameandika maelezo ya maisha ya halifa wa pili. Anasema katika mwanzo wa halifa wa kwanza umri wa Muslim Maud ulikuwa miaka 19, na wakati halifa wa kwanza alipofariki umri wake ulikuwa miaka 26. Katika umri ule jinsi aliyokuwa akitoa hutuba, nataka kueleza mifano yake kadhaa, na fikira zake zilikuwa sawa na fikira ya yule mtu ambaye amekomaa na ni mwenye maarifa sana. Alikuwa akizungumza vizuri sana, na alikuwa akizungumza bila kusimama na bila kuwa na matatizo aina yoyote, na mazungumzo yake yalikuwa yamejaa na maarifa ya Qur'ani tukufu. Baada ya kifo cha Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, katika umri wa miaka 19, hutuba ya kwanza aliyotoa kuhusu hutuba ile, Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema,
nataka kueleza tukio lingine. Tukio hili ni kuhusu hutuba ya kwanza iliyotolewa na halifa wa pili. Na hutuba hii ilitolewa na halifa wa pili katika jalsa salana ya kwanza. halifa wa kwanza alikuwa amekaa upande wa kulia wa sayyidina alayhi salatu wassalam, na jukwaa ilikuwa upande wa kaskazini. katika kuhusu hutuba hii nataka kueleza mambo mawili. yani Maulwi Sher sahib anaandika kwamba kuhusu hutuba hii kuna mambo mawili nataka kueleza. jambo la kwanza ni hili kwamba sauti yake na jinsi aliyokuwa akiongea na jinsi aliyokuwa akitoa hutuba yake ilikuwa ikifanana na hutuba ya sayyidina alayhi salatu wasalam, na jinsi alivyokuwa akiongea kuongea kwake ilikuwa inafanana na sayyidina alayhi salatu wasalam. na tilimkumbuka sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kusikia hutuba yake. na halifa wa kwanza alikuwa anaongea na alikuwa anatoa hutuba katika njia ile ambayo kwa kusikia hutuba yake watu walianza kulia. hata mimi pia nilianza kulia kwa sababu tulianza kumkumbuka sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusikia hutuba yake, kwa sababu alikuwa akitoa hutuba sawa na hutuba ya sayyidina alayhi salatu wassalam. kwa kusikia sauti na hutuba yake tulikuwa tukiamini kwamba roho ya sayyidina alayhi salatu wassalam imeshuka juu yake, na roho yake ilikuwa inatangaza kwamba huyu ni mwana aliyeahidiwa ambaye kuhusu yeye bishara ilitolewa kwamba atakuwa mwana aliyeahidiwa. na jambo la pili ni hili kwamba wakati alipomaliza hutuba yake halifa wa pili, wakati yule halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu ambaye aliendelea kufanya tafakur juu ya Qur'ani tukufu na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu sana, yeye akasema kwamba huyu mtoto mpendwa ametoa tafsiri ambayo ni jambo mpya kwangu. nilikuwa sijui tafsiri aliyoeleza huyu. Maulana Sher sahib anasema kwamba hii ilikuwa hutuba yake ya kwanza aliyotoa mbele ya watu katika jalsa salana, na katika hutuba hii alieleza maarifa. kuhusu maarifa haya halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu ambaye mwenyewe alikuwa akijua Qur'an tukufu, yeye pia alikiri kwamba maarifa mpya ilikuwa inapatikana katika hutuba yake. ni nani ambaye aliyemfundisha maarifa hii? bila shaka elimu hii na hekima hii na maarifa hii ni nani ambaye aliyemfundisha katika ujana wake? bila shaka alimfundisha yule ambaye katika Qur'an tukufu kuhusu Yusuf alayhi salatu wasalam anasema walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najil muhsinina. walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa kadhalika najil muhsinin, yani wakati alipokuwa mwenye nguvu bila shaka tulimpatia hekima na elimu na maarifa, na hivyo ndivyo tunawaajiri wale wanaofanya ihsani. anasema kwamba alifa wa pili hakueleza mambo ya hekima tu, bali alieleza maarifa ya Qur'an tukufu. na kuhusu Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema la yamassuhu illa almutahharuna, yani bila shaka tafsiri ya Qur'an tukufu hawawezi kujua isipokuwa wale tu ambao ni watakatifu, yani wale ambao wametakaswa, ni wale tu ambao wanafundishwa na maarifa ya Qur'an tukufu na tafsiri Qur'an tukufu. basi huyu anasema halifa wa pili alipotoka katika utoto wake, yeye alianza kutoa maarifa ya Qur'an tukufu mbele ya watu na kueleza maarifa ya Qur'an tukufu mbele ya watu. ni dalili kwamba halifa wa pili katika utoto wake alikuwa akifanya maombi sana na alikuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba kuhusu maisha ya Muslim Maud, mwandishi wa habari ambaye si mwanajumuiya, anaandika
kwa kutambulisha mwandishi huyu imeandikwa kwamba huyu Muhammad Aslam ambaye ni mwandishi wa habari alikuja Qadian, alikaa siku kadhaa Qadian, baadaye akaondoka. Yeye alifanya utafiti kuhusu jumuiya na baada ya kurudi aliandika maoni yake. Na kuhusu khalifa wa pili aliandika kwamba Sabeza Mirza Bashiruddin Mahmud pia nilikutana naye, nilifurahi sana kukutana naye. Sahibzada saheb ni mwenye hulka njema sana, na pamoja na hulka njema vile vile ni mtu mwenye busara na hekima sana. Mimi niliongea naye na tuliongea kuhusu future ya bara la Hindi, kuhusu siku zijazo za India. Sahibzada saheb alitoa mazungumzo mazuri sana, na mazungumzo yake yalikuwa yamejaa na maarifa na elimu. Kisha anaandika huyu mwandishi kwamba Sahibzada saheb, yani halifa wa pili, alinitaka kwamba mimi nikae angalau wiki moja Qadian. Sikuweza kukaa wiki moja kama aliyosema, lakini jinsi aliyonitendea mimi namshukuru sana kwa kuona uchamungu wake na utakaso wake na unyenyekevu wake. Mimi nasema kwamba nitaendelea kukumbuka hulka zake hizi. Hazur anasema kwamba hali ya ibada ya Muslimu ilikuwaje katika utoto wake. Kuhusu hii Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saheb ambaye alikuwa mwalimu wake katika utoto wake, anaandika maoni yake kuhusu hali ya ibada ya Muslimu. Anasema kwa sababu mimi nilifanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam katika mwaka 1890. Tangu wakati ule nilikuwa nikimjia Sayyidina alayhi salam mara kwa mara. Mimi namjua vizuri ya Muslimu kutoka katika utoto wake. Ninajua kwamba alikuwa mtoto mwenye haya sana, na nilikuwa nikimwona yeye yupo karibu na dini, na kutoka katika utoto wake alikuwa akipenda sana dini. Alikuwa akisimama karibu na Sayyidina alayhi salatu wasalam miskitini wakati wa kusali swala, na alikuwa akisikia hutuba miskitini pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na kumbuka kwamba siku moja umri wake ulikuwa miaka 10, na alikuwa amesimama karibu na Sayyidina alayhi salatu wasalam, na katika sajda yake alikuwa analia sana. Kutoka katika utoto wake alikuwa akilia sana, na alikuwa akifanya maombi sana, na alikuwa akipenda sana swala. Kisha kuna tukio lingine kuhusu Hazrat Musleh Maud, kuhusu kulia kwake katika swala na kufanya sijda kwa muda mrefu sana. Hata wakubwa walikuwa wakishangaa kwa kuona hali yake hii. Na hasusan kama mtu hana matatizo yote, ikiwa katika hali hii anafanya sajda kwa muda mrefu sana, basi inakuwa jambo la kushangaa. Kwa hiyo wakubwa walipokuwa wakimwona anafanya sajda kwa muda mrefu sana, walikuwa wakishangaa sana kwamba huyu mtoto anajificha usiku na analia mbele ya Mwenyezi Mungu, hali yake ikoje? Na yeye anatoa machozi yake, na machozi yake yanatiririka, na anafanya maombi sana katika sala zake. Huyu mtoto ni mtoto wa aina yake. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Saheb radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala alipoandika kuhusu maisha ya Hazrat Musleh Maud kwamba Sheikh Ahmad Saheb radhiyallahu ta'ala anhu pia siku moja alishangaa sana kwa kuona hali ya Hazrat Musleh Maud. Na huyu Sheikh Ahmad Saheb alikuwa mwanajumuiya mpya, na yeye alifanya bayat wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na baada ya kufanya bayat alipata maendeleo katika imani kiasi hiki kwamba alikuwa akipata ruya na ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Sheikh Saheb Ghulam Ali Saheb huyu ambaye ni mwanajumuiya mpya, Ghulam Ahmad Saheb, anasema siku moja mimi nikanuia kwamba usiku moja mimi nitaenda msikitini katika msikiti Mubarak, na nitafanya maombi maalum kule, na mimi nitamwomba Mwenyezi Mungu wakati nitakapokuwa peke yangu. Anasema nilipofika msikitini nakuta kwamba kuna mtu mmoja ambaye anafanya sajda na anafanya maombi kwa kulia sana. Kwa sababu ya kulia kwake mimi sikuweza kuswali pale, na athari ya maombi yake yalipatikana juu yangu.
na mimi pia nikaanza kufanya dua hii, na katika dua mimi nikamwomba Mwenyezi Mungu, Mola wangu, huyu mtu ambaye anafanya sajda, yoyote anayeomba tafadhali umpatie. Na mimi niliendelea kusimama na nikachoka katika hali, ili huyu mtu ambaye anafanya sajda inuke na niweze kumuona kwamba huyu ni nani. Lakini baada muda mrefu huyu mtoto alipomaliza sajda yake, nilimkuta huyu ni Muslimao. Mimi nikamsalimia na nikapeana mkono naye na nikamuuliza kwamba mtoto, wewe umemwomba nini Mwenyezi Mungu leo kwa muda mrefu sana katika sajda yake? Kwa kusikia hii Muslimao akasema kwamba mimi nimemwomba Mwenyezi Mungu dua hii tu kwamba Mola unionyeshe kwamba nione Islam imehuishwa. Kwa kusema maneno haya Mia Sahib akaenda nyumbani kwake. Yani Mia Sahib katika watoto wake alikuwa na hamu sana kwamba dini tukufu ya Islam iushwe na ipate maendeleo, na dua yake, maombi yake yalileta matunda wakati alipochaguliwa kuwa halifa. Hadha Sahibzada Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib katika gazeti litwalo Tashhizul Azhan ameandika dua moja, na dua hii imeandikwa katika tashhiz iliyochapwa 1909. Katika makala ameandika baraka za Ramadhan, na baada ya kueleza baraka hizi ameandika, nilikuwa natafuta makala kwa ajili ya kuandika makala katika tashhiz, nikakuta karatasi moja juu yake ilikuwa dua liliyofanya Ramadhan iliyopita. Mimi nikaona kwamba mimi nikumbushe wanajumuiya pia wafanye dua hii, huenda Mwenyezi Mungu atapokea maombi ya wanajumuiya, na kwa sababu ya dua hii Mungu atateremsha baraka na rehema juu ya jumuiya hii. Kwa hiyo mimi nataka kuandika dua hii katika Tashhizul Azhan. Huenda mtu ambaye ana roho safi yeye afanye dua hii, na yeye afanye dua kwa ajili yake na kwa ajili ya jumuiya nzima. Na dua ile ambayo nilifanya mwaka jana na hii: Mola wangu, ewe Mola wangu mwenye kudra sana, ewe mpendwa wangu, ewe mwenye kuniongoza, ewe mwenye kuumba mbingu na ardhi, ewe yule ambaye anaye uwezo juu ya hewa, na ewe yule ambaye tangu Adam alayhi salatu wasalam mpaka Isa alayhi salatu wasalam ametuma mitume wengi sana kwa ajili ya kuongoza dunia hii, ewe yule ambaye ni alim na khabir, yule ambaye ametuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenye shani kubwa sana, ewe yule ambaye alituma Yesu Kristo, ambaye ametuma Masihi aliyeahidiwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe yule ambaye anayeondoa giza, Mola wangu, mbele yako na kwako na kuomba, Mola wangu, bila shaka mbele yako mimi na inama, na mimi ni mnyenyekevu, naelekea kwako na inama mbele yako, upokee maombi yako. Kwa sababu ya rehema yako mimi nimepata ujasiri hii ya kufanya maombi mbele yako. Mimi nilikuwa si kitu chochote, wewe umenisaidia, wewe umenipatia uhai, na wewe umenipatia uwezo, na wewe ndiye ni yule ambaye uliyenipatia ihsani chungu mzima, ulinipatia maendeleo na ulipanua riziki yangu. Ewe mpendwa wangu, ewe Mungu wangu, uliamuru Adam awe baba yangu na Hawa awe mama yangu. Mimi umenisaidia, mimi nilikuwa mwenye dhambi, umesitiri aibu zangu. Mimi nilikuwa mwenye dhambi, umesamehe dhambi zangu, na katika matatizo kila aina umenisaidia. Wakati wote nilipopata shida ulikuja kunisaidia, wakati wote nilipokuwa karibu kupotea wewe ulishika mkono wangu na uliniokoa. wewe ulisitiri aibu zangu
shaka nilipokwenda mbali wewe ulikuja karibu nami, uliniokoa. Mimi nilikusahau lakini wewe ulinikumbuka. Wakati jamaa hawawezi kunisaidia, wakati ule wewe ulikuja kunisaidia. Nilipokuwa na huzuni wewe ulinipatia furaha. Nilipolia basi wewe ulikuja kunichekesha. Wewe mwenyewe ulikuja karibu nami na uliniahidi, kisha ulitimiza ahadi zako. Haikutokea hata mara moja kwamba hukutimiza ahadi zako. Kila mara uliponiahidi ulitimiza. Mimi nilikuahidi lakini mimi nilivunja ahadi zako, lakini wewe hukujali tabia yangu hii. Mimi simuoni mtu yeyote mwingine ambaye ni mwenye dhambi zaidi kuliko mimi. Mimi sijui kwamba kuna mtu mwingine ambaye uliyempatia neema zaidi ya mimi. Na mimi nakukuta wewe ni mpole na mwenye rehema. Wakati mimi nilipolia na nilipokuomba wewe ulisikia, ulipokea maombi yangu. Mimi sijui kwamba hata mara moja ulikataa maombi yangu. Mola wangu, kwa moyo wangu safi na kwa roho safi nakuja kwako, na inama kwako na nakusujudu na nakuomba tafadhali upokee maombi yangu yote na uje kunisaidia. Ewe Mungu wangu, taifa langu linaangamia, uliokoe. Ikiwa hawa wanaitwa wanajumuia, sijali mpaka wasafishe vifua vyao na mpaka vifua vyao vijaze na mapenzi yako. Ewe Mola wangu, wewe unionyeshe sifa yako ya msamehevu na mrehemevu, na uwasamehe hawa wote ambao ni wenye dhambi, na hawa wote wawe na shauku ya kusaidia dini yako, na amali zao ziwe zaidi kuliko kauli zao, na wao wampende mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maombi ya Sayyidina Muhammad sallam yapokelewe kwa ajili ya hawa watu na shauku ya dini wapate. Mola wangu, uwaokoe watu hawa wote katika maafa na matatizo ya kila aina, na walinde na wajalie watu wenye takwa, na hawa wawe watu ambao ni watu wako, na wasishikwe na shetani, wasishambuliwe na shetani, na wewe uendelee kuwasaidia. Hawa wote wapate baraka katika dunia hii na wawe wenye baraka kwa ajili ya dunia nzima. Amin suma amin. Hazur anasema dua hii halifa wa pili alifanya 1909 wakati halifa wa kwanza alikuwa halifa, na wakati ule Hazrat Muslim Maud umri wake ulikuwa miaka 20, na alifanya dua hii kwa ajili ya watu na kwa ajili ya wanajumuiya na taifa. Mwenyezi Mungu aendelee kuteremsha baraka chungu mzima, maelfu na maelfu juu ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuja kwa ajili kusambaza dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili kusambaza ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alifanya kazi hii usiku na mchana, na alifanya juhudi sana, na kwa kufanya kazi hii alienda mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuweze kuelewa maana ya dua hii na tuweze kufanya maombi haya, na vile vile tuweze kutimiza lengo la kuwa mwanajumuiya. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر